Ni ziara ya siku 2 katika kata ya Regicheri, ambapo ziara hii ilihusisha diwani wa kata hiyo ndugu John Bosco pamoja na kamati ya siasa ambayo iliongozwa na mwenyekiti wa CCM kata, ambapo ilitembelea na kukagua miradi mbalimbali ikiwemo miradi ya barabara, shule, soko kuu pamoja na stendi. Ziara hii iliweza kubaini mambo mbalimbali katika shule za msingi na sekondari. Hivyo, diwani wa kata hii anaelezea vizuri ziara hii. Kwa ujumla kwenye kata yetu mpaka sasa hivi tumeshapata miradi yenye thamani ya shilingi zaidi ya bilioni 3. Na miradi tuliyotembelea, tumetembelea kijiji cha Demagwe, kijiji cha Nyabichune na kijiji cha Orengero. Na katika miradi yote tuliyotembelea kwa kiasi kikubwa miradi imefanyika vizuri na imetekelezwa vizuri kulingana na thamani ya fedha ambazo tumepewa. Changamoto zipo ambazo tumekutana nazo, na changamoto kwa kiasi kikubwa ni ushiriki wa wananchi katika miradi hiyo. Haukuwa wa kiasi kikubwa, lakini nguvu za wananchi zimetumika katika kuanzisha baadhi ya miradi na serikali kuikamilisha. Kuna miradi ambayo pia imejengwa na serikali kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na iliyo mingi ni hiyo, na tunashukuru kwa serikali kuijali kata ya Regicheri na kuiweka kwenye bajeti na kuweza kupata kiasi kikubwa cha fedha ambazo hatujai kupata katika miaka yote ya uanzishaji wa kata yetu hii. Kama diwani nimeridhishwa na miradi hii kwa sababu itanipunguzia ama itawapunguzia wananchi wa kata yangu changamoto ambazo zinatukabili, japo sio kwa kiasi chote. Kwa mfano, vyumba vya madarasa tunavyo vingi sasa tofauti na ilivyokuwa hapo awali wakati tumeingia 2020, na tumepunguza changamoto hiyo. Tukienda kwenye matundu ya vyoo, baadhi ya shule tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa. Shule mpya tutakuwa tumepunguza pia msongamano wa wanafunzi katika shule ambazo zipo za msingi. Tuseme kwa ujumla kazi iliyofanyika ni nzuri, japo kwa kiasi kikubwa inahitajika kufanyika bado. Kwa mfano, njia ambazo tumezibua kwa ajili ya kwenda mashambani kwa wakulima wetu, bado zingine tunahitaji zikamilike na kuzibuliwa ili ziweze kufika pale tunapohitaji. Hizo ndizo changamoto zilizopo, lakini naridhika na kazi ambayo tunaendelea kuitekeleza. Kwenye upande wa chakula mashuleni, ni mwongozo wa serikali kwamba wanafunzi wapate chakula shuleni kwa ajili ya kuboresha afya zao na kuinua kiwango cha elimu shuleni. Na wazazi ninawaasa kwamba ni jukumu letu kuwalea watoto wetu, na sehemu ya malezi ni pamoja na kuwapatia watoto wetu chakula. Kwa si sahihi kwamba watoto wetu waende shule washinde njaa asubuhi mpaka jioni. Tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata chakula shuleni, na ni wajibu wetu kuwapelekea hicho chakula pale kama mwongozo wa serikali unavyoelekeza. Tusione kwamba ni changamoto kubwa, kwa sababu tukiangalia kwenye shule zinazofanya vizuri sana, kwa hususan kwenye kata yetu, ni shule zile ambazo ni za binafsi ambazo watoto wanapata chakula shuleni. Matokeo yake shule hizo zinafanya vizuri zaidi kuliko shule zile ambazo wanafunzi hawapati chakula shuleni. Kwa hiyo moja ya kigezo cha kufanya vizuri shuleni ni kuhakikisha watoto wetu wanapata chakula shuleni. Mimi diwani wa kata ya Regicheri ninashukuru Chama cha Mapinduzi kutupatia fursa hii ya kutumikia wananchi, na mimi kama mwakilishi wa wananchi kwenye vyombo vya dola, kwa michango ambayo serikali tumetoa katika kuendeleza maendeleo ya wananchi wetu, tunaomba serikali na Chama cha Mapinduzi kwa pamoja tuongeze juhudi katika ilani ijayo kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale ambayo yamebaki kwa kiasi, ili itakapofika 2030 basi kwa kiasi kikubwa changamoto hizi ziwe zimeondoka. Chachamili ambaye ni mwenyekiti wa kijiji awataka wazazi kuwajali watoto katika suala la uchangaji wa chakula shuleni, kwani husaidia ongezeko kubwa la ufaulu kwa watoto mashuleni. Kuhusu swala la wananchi wazazi kutoa chakula shuleni, kauli yangu mimi kwa wananchi kama mwenyekiti wao wa kijiji, ilikuwa naomba waweze kutoa chakula shuleni, kwani wakitoa chakula shuleni, kwanza mwitikio kwa wanafunzi inakuwa ni mzuri, wanafunzi wanahudhuria vizuri kama wakiwa wanakula chakula shuleni. Lakini kama wali chakula shuleni, wanafunzi wanakuwa ni watoro kwa siku za masomo. Siku ambazo unakuta chakula kinatolewa shuleni, siku 3 zile za mradi,
ambao mradi wa pamoja tuwalishe, unapokuwa wanatoa chakula shuleni siku hizo, watoto wanakuwa ni wengi. Ukikuta siku ambazo hamna chakula, watoto hawahudhurii shuleni. Kwa hiyo ni wazazi na waomba tu waweze kutoa chakula shuleni ili watoto wetu waweze kupata elimu vizuri, kwani elimu ndio ufunguo wa maisha. Naye katibu wa CCM kata ya Legicheri aiomba serikali kuwatatulia changamoto ya maji mashuleni, kwani imekuwa ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiwakabili kwa muda mrefu. Kuna vitu nimebaini, kwa mfano kwenye ziara ya leo tarehe 29 nimebaini pale shule ya msingi Nyerengere kuna mapungufu makubwa au changamoto kubwa juu ya maji. Hivyo nimejaribu kuhimiza serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kupitia ofisi ya ODC na ofisi ya serikali ya kijiji kufanya mkakati ili shule ile iweze kupata maji, kwa sababu ni miongoni mwa changamoto kubwa, kwanza na watoto wengi, lakini pia naona upungufu wa maji ni shida. Vile vile tumeingia sekondari ya Nyansisini, tumekuta changamoto ni hiyo hiyo, lakini pia jambo la msingi zaidi, pia chama kimeona kwenye shule ile hakuna chumba maalum kwa ajili ya wabinti wa kike. Kwa hiyo chama kimesisitiza na kumuhimiza mtendaji wa kata akiwa jinsia ya kike na iwe ni kipaumbele kwa ajili ya suala zima la kusimamia upatikanaji wa vyumba maalum kwa ajili ya shule za msingi na sekondari. Hivyo nahimiza pia serikali kwa kupitia ofisi ya ODC diwani wa kata ya Legicheri kuhakikisha angalau maji yanafikia ile shule ya sekondari, lakini pia na swala zima la umeme. Mwisho basi mimi nashukuru na niombe sasa serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya changamoto ambazo tumekutana nazo, hususan pale panapobidi hela, basi serikali ione ni kipaumbele ili kuweza kutuma hela kwa wakati mwafaka kwa shule husika ili kushughulikia changamoto ambazo zinahusiana na masuala ya pesa. Ninaamini kwa serikali tukufu ya Chama cha Mapinduzi ili swala litafanyika ifikapo mwaka 2026. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Hivyo mwenyekiti wa CCM kata ya Legicheri aipongeza serikali kwa juhudi kubwa za miradi ambayo serikali imewajali kiasi kikubwa katika kata hiyo ya Legicheri. Nipende tu kusema kwamba kwa namna nilivyozunguka tangu jana na wajumbe wangu wa kamati ya siasa, kwa kazi tuliyoiona, mimi mwenyewe binafsi kwa kweli nimependezwa sana. Nimekuwa katika hali ya kuangalia kazi inayofanyika, nimegundua kwamba kwa kweli serikali imetujali sehemu kubwa sana. Lakini pia nikaendelea kufikiria serikali iendelee kutuongezea nguvu kwa maeneo ambayo bado hayajakamilika. Mfano nasema hivyo kwamba hayajakamilika ni pale napokuta katika maeneo mengine au shule zingine bado miundombinu haijakaa vizuri, lakini asilimia kubwa mimi naona tumepata pesa, tena pesa ya kutosha, na majengo yameshuka, tena majengo ya kisasa. Hivyo niendelee kusema Mama Samia, kwa kweli mimi binafsi kwa nafasi yangu nilionayo sina pa kuweza kubeza, nacho kisema ni kwamba Mama Samia kwa kweli mitano ni halali yake, tena katika kipindi hiki. Nikiripoti kutoka katika kata hii ya Legicheri, wilani Tarime, mimi ni Agripina Lucas wa Pina SMTV.